Kidogo nilikuwa nitoe salamu kutoka kwa askofu, lakini kwa sababu ameshakuja, basi ngoja yeye atatoa salamu za Christmas kwa watoto wake. Karibu askofu. Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Amen. Heri ya Christmas. Na kwako pia. Nisaidie kumpa jirani yako heri ya Christmas. Amen. Wewe pia, na wewe pia, na kwako pia. Amen. Barikiwa sana. Amen. Amen. Barikiwa sana. Amen. Heri ya Christmas. Hii siku haikuwa rahisi kufika hapa. Asante sana. Heri ya Christmas. 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 Nimefurahi kumwona Leona. Jine makofi. Heri ya Christmas. Heri ya Christmas. Heri ya Christmas. Hakikisha kila mmoja unamshika mkono hapa ndani. Hakikisha kila mmoja unamshika mkono hapa. Utakiana heri. Kama ni mvivu kumpeleka mkono. Siku ya furahani, kati wa furahani sasa. Wakati ujia kukaribishana kama umeenda Loshoro, Kiburi, karibisha yote ni vyakula. Kama ni ugali, maharage sana. Ugali sio mbaya. Si tumehesabiwa hapa. Nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye Biblia kusoma Ibrania 10 ule mstari wa 5. Ndio maana unasikia Biblia inasema mwili uliniandalia. Maana yake aliposema niko tayari, Mungu akasema ngoja nimwandalie mwili huyu mtu. Hawezi kwenda kule duniani bila mwili. Ili kuweza kuingia duniani na watu wamuone na hii kazi yake ifanyike, lazima aandaliwe mwili. Lazima kuwe na maandalizi ya mwili. Akaangalia duniani, akaangalia watu naweza nikampata nikapata connection ya tuma mwili. Nitume roho yangu ingie pale umalize mwili. Akaangalia. Mama Abel amesema, mchungaji Abel amesema hapa. Mama akasema Mariam pale Eden waliharibu. Mwanamke aliharibu akatuna na kampa moyo. Lakini akapatikana na mama mmoja anaitwa Mariam. Akasema yuko Mariam ambaye amefuta kabisa aina ya wanawake. Ambaye Biblia inasema huyu alikuwa bikira. Hajawahi kuguswa na mtu yeyote. Bikira kabisa. Mungu akaangalia akasema huyu mwanamke huyu anaweza akasaidia hii kazi ya mwili. Kwa hiyo fumbo la kufungua akafunikwa na kivuli. Na kabla tu akapokea ujauzito na malaika akamtokea akamwambia umekuwa kitakatifu.
umebeba ujauzito wa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu akakataa kukimbia, akasema mbona huyu mama amekuwa kama mwashirati, ilikuwaje tumbo linajaajana, mimi sijui amepambana na mimi sijamgusa huyu mtu, na maana alikuwa anataka kumuoa, alikuwa yeye mke wake kabisa. Mungu akamtokea tena kupitia malaika, akamwambia usimwache mkeo, hiyo mimba aliyobeba ni za Roho Mtakatifu, na kwamba kitakachozaliwa mahali hapo ni kitakatifu. Sema amina. Amen. Kitakachozaliwa hapo ni kitakatifu. Sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Na mwisho wake tunaona Yesu anazaliwa. Amen. Ambapo katika mazingira ya ajabu, mazingira ya umaskini, ili kwamba wao walikuwa wanaona ni maskini, unaona kwamba huna nyumba, unaona kwamba unalala si wapi, unalala si kwenye mti. Yeye alipoingia pale akalala pale kwenye holi, kwenye jumba la makuti. Huko nje ni makuti, hakuna chapati, na akakaa kwenye holi ambapo ni manyasi. Anataka kuambia wewe ambao unapita mahali pagumu, huna hili huna hili, yeye amekuja na keki ya kukuinua. Yeye amekuja na keki ya kukuinua. Yeye analala kwenye holi, utalala tena kwenye holi. Yeye analala kwenye banda, utalala tena kwenye banda. Bali yeye atakupa keki ya nyumba. Amen. Atakupa keki ya mafanikio. Amina. Atakupa keki ya kuinuliwa. Amen. Hakutaka kwenda kwa matajiri. Hakutaka kwenda kwa matajiri. No, alisema ngoja nipige hapa ambapo panaonekana panadharauliwa. Wako watu wengi kwenye mji huu wanaodharauliwa sana, na bila kupita hapa hawezi kuinuka. Ngoja nipite huku ili nivunje haya mapingo ya umaskini, malango ya shamba ya umaskini. Nipite huku kwenye nyasi ili nikiinuka tu watu wapate kuinuliwa. Hiyo ni injili ya Yesu. Amen. Amen. Hii ni injili ya Yesu. Amen. Haitambui tajiri wala maskini wao wote kwa Yesu. Injili ni sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama ungetaka ujue kuzaliwa kwake kulikuwa jirani, ni upate ka historia kwenye Biblia ili kukukumbusha kabla siende kwenye hili somo mfupi. Haleluya. Basi usome kwenye Mathayo 1. Mathayo 1. Sisi tuanze mstari wa 18. Amina. Tuko pamoja? Amen. Kuna msomaji mzuri hapa anisomee. Amen. Nikikosea mtumishi Mathayo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Endelea kusoma. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alipokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mstari wa 24. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Hiyo ni historia ya kuzaliwa kwake Yesu. Amen. Amen. Hiyo ni historia ya kuzaliwa kwake Yesu. Sitaendelea sana kuhusu kwamba alilaza kwenye holi la ng'ombe na nini. Ni sawa alilaza, tumeshaongea, lakini naomba niruhusu niende kwenye message ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye, hebu nisomee Warumi mstari wa 5 ili tuende hatua nyingine. Ndio Waebrania 10:7.
Waebrania 10:5. Waebrania 10:5. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Lakini mwili uliniwekea tayari. Amina. Ni kweli kama tunavyosema kwamba Mungu aliupenda sana ulimwengu. Kusoma kwenye kile kitabu cha Yohana 3:16-17. Kwa kweli Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Alimtoa kama zawadi. Alimtoa kama nini? Zawadi. Ili kwamba wanadamu waliokuwa tumehesabiwa hukumu ya milele tupate kuokolewa kupitia kwa huyu Yesu ambaye ametolewa na Mungu kama zawadi. Maana yake unapoambia mwana wa pekee, mtoto wako pekee, huna mwingine, mjue huyo mtoto ni wa thamani sana. Amina. Tukirudi nyuma kwa habari ya Ibrahimu, kwa habari ya Isaka. Ibrahimu anapata mtoto. Ni huyo mmoja tu. Baada ya kupata kwa mbwembwe. Baada ya kupata kwa mbwembwe nyingi, kwa shida nyingi. Lakini Mungu anamwambia nitolee mtoto wako wa pekee. Ilikuwa ni kazi kweli kweli. Lakini tunamuona Ibrahimu anamtoa Isaka. Anamtoa kwa siri. Kumbe Mungu alikuwa anaangalia upande wa mwanadamu. Je, wewe mwanadamu unanipenda? Akamjaribu baba wetu wa imani. Maana huyu ndio tunaangalia. Mimi na wewe tunamwangalia Ibrahimu. Ni baba yetu wa imani. Tunamwangalia. Yeye akamtoa baba. Akawa tayari kumwangamiza kwa ajili ya watu kama dhabihu. Na Mungu alipotaka kumwambia basi acha, sasa nimetambua. Na akamwambia kama ulivyofanya hivi. Akamwambia angalia nje, angalia watoto wako watakuwa wengi kama mchanga wa bahari kama hivi. Na kweli kutoka Ibrahimu tumepatikana watu wengi sana tunamwamini Yesu. Na Mungu akasema ngoja mimi mtoe mwanangu, akamtoa huyo kama zawadi. Sasa ndio akasema alimtafuta mwanamke kwa sababu ilipaswa kuwe na mwili ili kwamba aweze kutolewa kama sadaka. Sasa ndio hapo tunaona kwamba Yesu anazaliwa, anapewa mwili. Kwa hiyo sababu ya ukombozi huu, yaani kuzaliwa kwa Yesu kunaongelea habari ya ukombozi wetu. Na ukombozi wetu unahitajika maandalizi. Maandalizi ya mwili. Tunaona kwamba hapa Yesu mwenyewe Mungu aliandaa huu mwili na akamwingiza pale, akampa roho yake ndani ya mwili. Mwili ukawa na anasema kwamba ukutaka sadaka nyingine, bali ulitaka mwili ili huu mwili utumie kwa ajili ya ukombozi. Sasa nasema kwa kifupi, katika maisha ya sisi watu tuliokoka, tukiangalia Christmas ni tofauti na watu wa dunia. Watu wa dunia wanaangalia Christmas, wanaangalia kama ni siku ya kukaa pamoja na kula na kunywa na kulewa na kufanya starehe za kila namna, wakihisi kwamba wanamtukuza Mungu. Lakini sisi kitu sawa kabisa. Ukija kwenye ulimwengu wa Kristo kama tunachukulia jambo hili la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Mungu anasema ili ukombozi ufanyike inapaswa mwili. Na Yesu Kristo akafanyika kuwa mwili. So kitabu cha Yohana 1:14, Yesu alifanyika mwili nasi tukauona kwenye mwili. Sio jamani? Watu wakaona mwili wa Yesu, wakaona mwili mwenye Yesu mwenyewe kwenye mwili. Akawa anatembea, anafanya huduma na mitume. Na wakati alipokufa tena, alipofufuka tena, Thomas akasema mimi siamini kama wewe ni Yesu. Sio kama wewe kufa, hakuna mtu aliyekufa akafufuka alafu akaendelea na asidani. Akamwambia Thomas, shika huko ni kwako, shika mikono mwangu. Bwana sasa akamgusa. Akaenda na mwili. Sasa nyingine tena kama hawamwamini, wakaenda mahali akaamua kula na samaki, kula nao baada ya kufufuka. Wakamwona alikuwa kwenye mwili, lakini alikuwa kwenye mwili wa utukufu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini alijishusha kwa mazingira ili kwamba aweze kuadhirisha ulimwengu. Yeye alikuwa katika mwili, lakini pia katika roho. Na kwamba amekuja kwa ajili ya hiyo kazi. Alimaliza kazi ya ukombozi na sasa anakuja kwake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa sisi tuliokoka sasa, ambao ni mwili wa Yesu, au tuseme kama sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini pia Yesu anakaa ndani yangu na ndani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anakaa ndani yangu na ndani. Yaani unahitajika uwe na mwili ili Yesu aweze kuingia ndani yako. Huwezi kuingia ndani yako kama huna structure kwanza ya mwili. Lazima uwe na mwili. Kama yeye Mungu alivyotumia vile kuleta ukombozi, alitengenezea mwili ili kupitia mwili yeye aingie akomboe watu. Lakini na sisi pia vile ili kwanza, sharti ya kwanza lazima ukae kwenye huu mwili na umpokee Yesu. Amen. Hiyo ni moja. Wewe na mimi sisi sote tupokee Yesu. Lakini pia ukija upande wa pili kuna kitu kinaitwa kanisa. Kanisa ni Yesu. Amen. Mwili wa Yesu ni sisi pamoja na kukutana pamoja watu, hata kama tumekutana mjini au tumekutana wapi, lakini ilimradi ni watu wenye mwili wamekutana pamoja waliopokea Yesu, wanaita mwili wa Yesu. Amen. Kwa hiyo kumbe katika wokovu wetu, katika kumsherehekea Yesu, katika kusherehekea siku ya Christmas ambayo siku ya kuzaliwa Yesu, yaani Yesu anatarajia aone mimi na wewe ambaye tumembeba, ambao tunafanya kanisa, kwamba tumejiandaa vipi? Je, tuko wasafi? Je, tumekamilika? Je, Yesu tunamtamka, tunamsherehekea, je, amezaliwa yetu? Maana sema anahitajika mwili, na mtu mwili unahitajika ili yeye akae ndani yako, na huyu mwili akikaa ndani ya wewe ambapo kama akiangalia anaona mwili mmoja tu ambao ni kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio leo choto. Nina. Na nielewa. Nirudi. Nasema hivi, leo ni siku ya Christmas. Na Christmas tunashangilia upendo wa Mungu kwa kuzaliwa kwake Yesu. Moja. Ya pili, huyu Yesu ili apate kuja huku duniani, Mungu alimwangalia mwili Waebrania mstari wa kwa Mungu alimwangalia mwili, maana pasipo mwili asingeweza kuja duniani akomboe watu. Hawezi kuja kiroho hivi aingie aanze kukomboa, japo alikuwa anaweza kufanya hivyo, lakini alipaswa sheria au principle inataka mtu mwenye mwili ndiye aingie duniani, kwa sababu aliyeanguka ni Adamu wa kwanza alianguka. Kwa hiyo pia yule mwanamke pia alipoanguka alipitia kwenye mwili ili kumwangusha Adamu, na Mungu akaona lazima nitumie mwili pia ili kuinua Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Na kwamba pasipo huo mwili asingeweza kufanya kazi, wala hakuna mtu ambaye angemwamini. Hata angesema sauti ikatoka juu, wasijeona wasijeamini. Mwanadamu anataka aone ili aamini. Bwana Yesu. Amen. Yesu akaonekana akikuwa kama kitoto, akikuwa stage kwa stage kwenye maeneo mbalimbali mpaka anafikisha utu uzima. Ndio hapo akawa tayari kwenda kujitoa kama dhabihu msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wale wote na wote cha ajabu, angalia wakina Petro, Paulo, Yohana, kipindi akiwa kwenye mwili alikuwa nao, lakini bado walikuwa hawajamwamini bado, kwa sababu hata Yesu tu alipokuwa akafunga anga zake kabla hajawatokea, akina Petro waliacha ile kazi yao ya kuhubiri, wakaenda zao kuvua samaki. Yesu akakutana nao uvukeni, wakaangalia hajajua kama ni yeye, baadaye akamtambua. Baadaye akamwambia nani, vipi? Akamwambia bwana, tumekesha usiku mzima hatujapata chochote. Akamwambia hebu tupa hilo jerizo upande ule wa kule. Wakatupa, wakapata samaki wengi sana. Petro anamwangalia Yesu, anamwambia toka kwangu, mimi mwenye dhambi. Akamwambia usikali, utakuwa uokoa watu tu, utakuwa tena samaki. Sasa kipindi ambacho sasa Yesu anaondoka, ameondoka. Kipindi kilichofuata sasa akamtuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaingia ndani ya wale mitume akiwa gorofani. Kwa hapo sasa wakaanza kumjia Mungu. Sasa nijiuliza kitu kimoja.
Kwa nini wakati Yesu akiwa kwenye mwili pale, kwa nini wale watu wanafunzi wasipende ile nguvu waliokuwa wakati wa Pentekoste? Unaona? Ilipaswa Yesu aondoke. Hiyo Biblia inasema ili kwamba aje Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu asingeweza kuingia mahali ambapo hajaandaliwa. Wewe mwambie, mbona kwa nini Mungu aliwaambia kwamba wakae ndani ya ghorofa wakiomba, wakijiandaa? Maana yake walikuwa wanafanya maandalizi ya mwili ili kwamba Roho Mtakatifu akute watu wamejiandaa, akute watu wamejitakasa, wakute utakaso ili kwamba aingie ndani ya watu aanze kufanya kazi. Maana kuifanya kazi ya Mungu tunahitaji sana mwili huu ili tufanye kazi ya Mungu. Ni kweli Yesu ndani, Roho anakaa ndani, lakini mwili unahitajika. Pasipo mwili huwezi kumtumikia Mungu. Jamani, tunaelewana? Amen. Ndio maana sasa mwili uliniandalia. Maana yake na wewe Bwana unatakiwa uandae mwili. Ndio maana kwa kweli tunakuja kuhubiri hapa, utashangaa. Ndio, lazima ajiandae. Lazima aandae huu mwili ili utumike kwa Bwana. Maana nyingi ndio mtu anafunga, anaomba mtu amuombee ili kwamba aweze kusimama. Kwamba mwili huu unaandaliwa kwa ajili ya kazi. Kwenda Mungu anahitaji miili yetu anaitaka. Ndio maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili hii ni hekalu la Roho Mtakatifu. Anahitaji miili ili hiyo kazi yake ipate kufanyika. Yesu sasa hivi kwenye roho, hayuko tena kwenye mwili kwa sasa hivi, lakini yuko katika roho. Na amemtuma Roho Mtakatifu amwakilishe kwenye mwili ili aingie ndani yetu. Ndio maana unaweza kumwona mtu anapita, mambo makuu yanatokea ya ajabu na mshangaa. Sio yeye, ni Roho anayekaa ndani yake. Maana yake ameuandaa mwili kwa ajili ya kazi. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapofika siku ya Christmas kama leo, kuna vitu tunatakiwa tutafakari katika ulimwengu wetu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mangapi kama matatu ambayo tunatakiwa tuyaangalie. Mojawapo, unapofikia siku ya leo ambayo ni siku ya Christmas, siku ya kuzaliwa kwake Yesu, unatafakari wewe ambaye uko kwenye mwili ambaye tayari umeshapokea Roho Mtakatifu. Je, uko hai Yesu? Je, uko hai kwa Yesu? Huyu Yesu ni kweli amezaliwa ndani ya moyo wako? Huyu Yesu amezaliwa ndani yako? Je, yuko hai? Alishazaliwa ndio miaka 2000 iliyopita, lakini leo hii je, unapotamka kuzaliwa kwake, ni kweli pia ndani yako amezaliwa? Maana umepewa huu mwili na umeutoa dhabihu. Ulipookoka umejitoa dhabihu, umejiweka wakfu kwa Mungu. Je, huu mwili huu, je, uko tayari umeandaliwa ili Yesu aweze kuendelea kuwa hai ndani, au aweze kuwa ndani hai? Je, Roho Mtakatifu je, yuko ndani anatenda kazi ndani yako? Je, Roho Mtakatifu yuko halisi yako na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema yaani siku kama ya leo ndio tunasema kwamba lazima utafakari. Umtafakari, je, Yesu amezaliwa mara ya pili ndani yangu? Je, yuko hai? Atuongea habari ya wokovu wa jana wala juzi. Wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Amen. Je, huo mwili umeuandaa mahali kwa ajili ya Yesu? Wakati tunaposherehekea kula na kunywa, je, huyu mtu wa mwili, huyu mtu wa rohoni, mtu wa rohoni, je, naye amezaliwa mara ya pili? Je, yuko hai? Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tuko sawa? Amen. Kuna vitu vitatu muhimu sana katika maandalizi ya roho au maandalizi ya mwili ili Mungu aweze kukutumia. Sema amina. Amina. Amen. Sema amina. Amina. Kuna vitu muhimu sana vya kuviangalia, tusiende kirahisi tu. Ni lazima tujiandae yani kiroho, yani mwili huu uweke wakfu na kujiandaa tayari kwa ajili
ya kuzaliwa kwa mara ya pili au kwa ajili ya kutumika. Okay, ya pili mimi nasema kesheni. Hakuna, mimi nasema vitu vingine haviwezekani bali kufunga na kuomba, si ndio? Bali kufunga nini na kuomba. Vitu vingine haviendi, lazima ufunge na kuomba ili kwamba uweze kukaa kwenye mpango wa Mungu. Mwili huu una shida. Wewe niambie, unakumbuka kipindi cha Yesu wakati Yesu amefikia hatua kwenda kusulubiwa? Akakesha na wanafunzi wake. Mpaka kifikia hatua sasa wanafunzi wameshindwa kukesha. Akamwambia jamani, mmeshindwa kukesha na mimi saa moja? Maana yake nini? Maana yake Yesu alikuwa tayari kutoa mwili wake kwa ajili ya kwenda msalabani. Lakini roho ilikuwa tayari, lakini mwili ulikuwa dhaifu. Mwili unakataa, nasema haiwezekani. Mpaka kifikia kipindi akamuomba Baba, naomba kikombe hiki nikiepuke. Lakini Mungu akasema lazima uende msalabani. Lazima uende, maana ndio jambo ambalo fanya ukaja duniani na ndio kuandalia huo mwili kwa ajili ya kazi hiyo. Huku mbinguni hatuhitaji mwili, lakini nilikupa mwili mwanangu ili ukafanya hiyo kazi. Kwa hiyo aliposema Bwana naomba ikiwezekana uniepushe na kikombe. Uniepushe. Mungu akasema no. Kwa Yesu akafanya nini? Akatoka mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Biblia inasema kuna kipindi alichokuwa amekata tamaa, jasho la damu kali linamtoka kwa kuwaza jinsi ambavyo anakwenda pale msalabani kuteseka. Akawaza jasho la damu likatoka. Mungu akaona haya mambo ni magumu. Akatoa malaika kwenda kumtia nguvu. Actually ile kusema ametoa malaika maana yake alimtuma Roho Mtakatifu. Akamjaza ndio akaweza kufanya kwenye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunahitaji mwili, lakini tunahitaji pia huu mwili kuombea. Unahitaji kuomba, unahitaji kukesha ili kwamba tuweze kuhimili vishindo vya hii kazi. Hii kazi sio rahisi. Hii kazi ya Mungu sio rahisi. Ndio tunahitajika mwili, lakini huo mwili unahitaji kusulubiwa. Inahitaji kusulubishwa kwa mwili ili tuweze kufanya hii kazi ya Bwana. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na ya tatu naona Roho Mtakatifu alikuja akamtia ndani Yesu. Yesu alipokata tamaa, akafika hatua anataka arudi nyuma. Akamwambia Bwana ikiwezekana kikombe kiniepushe. Mungu alichofanya alituma Roho Mtakatifu akamtia nguvu. Biblia inasema alituma malaika, lakini kihalisia kabisa alimtuma Roho Mtakatifu akamtia nguvu. Sema amina. Amina. Kwa hiyo unapokumbuka siku ya kuzaliwa kwa Yesu, unaposherehekea siku kwa Yesu, unapofikiria kwenda kula nyama na kunywa na kufurahi, lakini angalia kwamba ujue Mungu amekuandalia Mungu kama alivyomwandalia Yesu mwili kwa ajili ya kazi. Sasa na Ibrania 10:5. Ndio hivyo amekuandalia wewe mwili huu ili ufanye kazi ya ukombozi. Yesu alikuja kuturidhisha kazi ya ukombozi. Ndio maana unasikia yu Yesu azaliwe upya moyoni mwako. Kama tunasherehekea kuzaliwa kwake, lazima na kwako usherehekee kuzaliwa kwake kwa upya moyoni mwako. Maana na wewe umepewa mwili, umeandaliwa mwili kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Usikafikiri kwamba Yesu amekuja akakukomboa tu wewe ili yaishi. Yeye alikuandalia mwili na yeye amekuandalia mwili huu. Ndio maana anapokuandalia mwili anakujaza roho ili kwamba uweze kuifanya hii kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Duniani huku kwa mataifa wanafikiria kula, kunywa, kucheka, kufurahi ndio ni vitu vizuri. Kula pamoja, kwa pamoja, kula ndafu pamoja. Sawa, lakini tunaenda mbali zaidi ya hapo. Kwamba sio tu hivyo. Tunahitaji tuangalie, je, mtu wa ndani naye anasherekeaje Christmas? Naye anasherekeaje huu upendo wa Mungu? Naye ameupokeaje huu upendo wa Mungu? Ndio hapo nafikia kwamba kama mtu kwa Yesu maisha ndio kipindi ambacho ili ufurahie huu upendo wa Mungu, ili ufurahie huu upendo wa Mungu, na lazima na wewe ambao umepewa mwili tayari kumpokea Yesu. Maana amesema tunahitaji mwili, na wewe ni mwili wenye hekalu la Roho Mtakatifu. Amina. Yana ndani yako. Amen. Na mpokea Yesu mwili mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema kwenye kile Warumi 10:9 sana. Ukiamini, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ukimkiri nini? Yesu kwa kinywa chako kwamba ni Bwana,
na ukaamini moyoni kwa Bwana mfufuka, utaokoka. Amen. Amen. Hili swala la kiroho kabisa. Na nikasema mwanzoni, huwezi kumpokea Yesu kama huna mwili. Huwezi kupokea Roho Mtakatifu kama huna mwili. Mtu aliyekufa hawezi kumpokea Roho Mtakatifu. Mtu aliyekufa hawezi kufanya kazi ya Mungu, maana ule mwili umeshakufa. Lakini wewe na mimi tumeandaliwa mwili. Amina. Mimi na wewe tumeandaliwa mwili. Amen. Ndani yake Yesu anakaa. Na tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu pia ndani ya mioyo yetu. Amina. Haleluya. Amen. Na nikakwambia kitu tatu muhimu sana kwenye hii kazi ya ukombozi ambayo wewe na mimi tunahitaji. Tunahitaji mwili. Mwili wako ni muhimu sana. Na Mungu ameandaa huo mwili kwa makusudi. Sio tu uje hapa duniani uzae watoto na kujenga manyumba na kula na kufa. Hapana. Mungu amekuandalia huo mwili ili kuna process ya ukombozi. Ukombozi kwa ajili ya wale ambao Mungu amekupa. Ndio maana sisi wote tunaitwa watumishi. Wewe ni mtumishi, mimi ni mtumishi. Maana yake tumeandaliwa mwili ili tuifanye ile kazi ya Yesu aliyoanzisha, kazi ya kumkomboa mwanadamu, kazi ya kumleta mwanadamu kwa Yesu. Amen. Lazima uwe na mwili. Amen. Bila mwili hii kazi haifanyiki. Nikasema hatua ya pili, huu mwili ni dhaifu. Hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu, hauwezi kutenda kazi haki ya Mungu. Ni lazima huu mwili ukae kwenye maombi, usulubishwe kwa kuomba, kwa kufunga na kitu gani? Ndio huu mwili ya kwanza tumepokea Yesu, lakini huu mwili pia lazima usulubishwe kwa njia ya maombi, kwa njia ya kuomba. Ndio maana Yesu alisema, jamani, tukeshe, kesheni basi, mshakesha nami hata saa moja. Maana yake unahitaji kuomba, kuombea huu mwili ili uweze kuifanya kazi ya Mungu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho nasema, kama tunaona Yesu alifika mahali akakata tamaa, anataka kurudi Misri, anataka kuacha kazi ya huduma, Bwana akatoa malaika akamtia nguvu. Je, wewe si zaidi kwamba tunahitaji neema ya Mungu? Si zaidi kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu? Kwa hiyo tunamhitaji pia Roho Mtakatifu ili atusaidie, kututia nguvu, ili kazi ya ukombozi ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Christmas tunapochukulia kama zawadi, kama upendo wa Mungu kwetu, lakini usifikirie tu kuona umepokea tu. Angalia upande wako. Je, na wewe uliyepewa mwili kama Yesu? Je, uko sawa sawa na Yesu? Je, Yesu huyu amezaliwa upya ndani yako? Je, una uwezo wa kuifanya kazi ya Mungu? Maana umepewa mwili si kula na kunywa tu kama wataifa. Umepewa mwili ili ifanye kazi ya ziada, kazi ya Mungu. Amen. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Walawi, muwe watakatifu kwa sababu mimi Mungu ni mtakatifu. Uweze kufanya kazi ya Mungu kama una utakatifu. Inahitaji usafi. Na huu mwili usipousulumisha, utakatifu ni shida. Ni kweli umepokea Yesu sawa, lakini ili udumu kwenye mapenzi ya Mungu lazima usulumishe mwili. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jiangalie Christmas kwa upande wa pili wa kiroho. Kwamba ni sherehe kweli, zawadi Mungu aliyetupa tumeipokea, lakini wewe na mimi tulioipokea, je, tuko hai kwa ajili ya hiyo kazi ya Mungu? Tuko hai kwa ajili ya ukombozi kama Yesu alikuwa kwa ajili ya ukombozi? Tuko hai kwa yeye? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Heri ya Christmas. Heri ya Christmas. Na wewe pia. Heri ya Christmas. Na wewe pia. Heri ya Christmas. Na kwako pia. Happy Christmas. Happy Christmas. Amen. Asante sana. Basi kwa kifupi nafikiri mmenielewa. Nani ambaye hajaelewa hili somo? Kama unaposherehekea Christmas, unapofurahia, unapokula na kunywa, lakini una kazi ya ziada. Nani anaamini hivyo? Nyosha mkono kama umeelewa. Kama hujaelewa ni ulioshe pia mkono. Ambaye hajaelewa kwamba Christmas ni nini, Christmas kwa upande wako ni nini, kama hujaelewa nyosha mkono. Na mmoja naona hajaelewa vizuri. Hebu ni maana ya Christmas na ana nafasi gani aliyebeba, wewe uliyebeba mwili una nafasi gani mbele ya Mungu? Kama hujui una nafasi gani, nyosha mkono wako. Naona mmeelewa somo. Amen. Naona mmeelewa somo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe unapoenda kula ufikirie tu kula na kufurahi, lakini fikiria, Yesu ndani yangu, mimi mwili kama Yesu na nikapewa Yesu ndani yangu. Je, una uhai ndani yangu? Je, Yesu yu hai ndani yangu? Je, ninatembea sawa na Yesu? Je, naweza nikafanya kazi ya Bwana sawa sawa?
Na hapo Mungu akiona uko vizuri namna hiyo anaifurahia. Hata ukifurahia na Mungu anaifurahia. Lakini kama hauko upatani na Mungu, hata ungefurahia, Mungu bado anaendelea kusikitika tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi hebu funga macho. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme mkuu, Mungu mkuu, Mungu ambaye umesema nasi asubuhi ya leo, ninalibariki na kuliinua kuza nikisema hakika ni Mungu. Tunapoenda tulipokuwa tunafakari siku kwa habari ya kuzaliwa kwako, tumeomba Bwana kwa mwili kwa ajili ya kuleta ukombozi. Ulifanyika zawadi kupitia mwili wako, na wengi tukapata kuokolewa na kuponywa kupitia wewe, mfalme wa amani. Baba, na ukarudi kwetu kwamba na sisi umetupa kazi kwamba tumezaliwa mara ya pili. Ndio, tumepewa mwili na tumezaliwa mara ya pili. Maana yake tumebeba mwili wa Kristo. Maana yake Bwana, tumebeba mwili wako ili tuifanye kazi yako. Na unatamani sana sisi tuwe hai. Unatamani sana tuwe hai kwa wewe. Ili kama vile wewe ulivyopokea mwili ukaifanya kazi yako, nasi pia Bwana tuifanye kazi yako hapo ulimwenguni kwa kuwaleta watu katika ufalme wako. Baba, tunauliza basi hii neema ambayo umekuja nayo, hii package, hii keki uliokuja nayo ya Christmas ya kukumbuka kuzaliwa kwako, hebu achilia neema juu ya watoto wako. Hebu achilia uponyaji kwa watoto wako. Hebu achilia kuinuliwa kwa watoto wako. Hebu achilia neema ya pekee kwa watu wako. Ulipita kwenye level za umaskini, ukainuka ukawa mtu ambaye si wa kawaida, ili kwamba hata aliye maskini na fukara, Bwana, kwa kuwa ulishakuwa maskini na fukara, sisi tusiwe maskini tena, wala tusiwe fukara tena, bali tuwe ni watu inuliwa tena. Baba, pokea sifa na shukrani. Pokea heshima, utukufu na adhama katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe mfalme amani. Utukuzwe Mungu milele. Maana sahihi katika jina la Yesu Kristo. Na watu wa Mungu wakasema amina. Amen. Makofi kwa Yesu.